Karibu tukae. You may welcome, be seated. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo tunaendelea kwenye nguvu ya muunganiko. Kile kitabu that book, cha Kutoka 34, the book of Exodus 34, nguvu ya muunganiko, the power of connection. Hii nguvu, this power ni kubwa sana. Is very great. Mimi nilikuwa leo, and I was there today. Nafundisha juu I ya was teaching about the altar. Lakini ni nguvu ya but it's the power of connection kutoka kwa mtu, from the person, kutoka kwa Mungu, from a God, kutoka kwenye madhabahu kwa ajili yetu. To your us. Kwa hiyo kuna muunganiko. Because there is a connection. Mungu anaweza katuunganisha kupitia mtu from person na Mungu with God. Na anaweza kutuunganisha kupitia Mungu between God na mtu with a person. Na Mungu huyu and the same God, anaweza katuunganisha kupitia na watu ambao hawajaokoka, ili na sisi so that tuweze kuwaokoa waweze kuja kwenye madhabahu, na itakuwa kwetu kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Kwenye kile kitabu cha Kutoka 34 na ule mstari wa 29, nguvu ya Mungu, the power of connection. Hata ikawa Musa aliposhuka katika mlima Sinai. Hata ikawa Musa aliposhuka kwenye mlima Sinai. Na zile mbao mbili za ushuhuda. Na zile mbao mbili za ushuhuda. Zilikuwa mkononi mwa Musa. Zilikuwa mkononi mwa Musa. Hapo aliposhuka katika mlima. Hapo aliposhuka kwenye mlima. Musa hakujua ya kuwa. Musa yeye hakujua ya kuwa. Ngozi ya uso wake ilikuwa iking'aa. Ngozi ya uso wake ilikuwa iking'aa. Kwa sababu amesema naye. Kwa sababu Mungu alikuwa amesema naye. Basi Haruni na wana wote wa Israeli. Basi Haruni na wana wote wa Israeli walipomwona Musa. Walipomwona Musa. Tazama ngozi ya uso wake iling'aa. Tazama ngozi ya uso wake ikiwa imeng'aa. Nao wakaogopa kumkaribia. Na wao waliogopa kumkaribia. Musa akawaita Haruni. Musa akawaita Haruni. Na wakuu wote wakusanyiko. Na wakuu wote wakusanyiko. Wakarudi kwake. Wakarudi kwake. Musa akasema nao. Musa akasema nao. Baadaye wana wa Israeli wote. Baadaye wana wa Israeli wote. Wakakaribia. Wakakaribia weka koma. Haleluya. Hallelujah. Tunaendelea kuona jinsi ambavyo nguvu ya muunganiko inavyotenda kazi. Kwa sababu Musa yeye aliitwa na Mungu kwenye ule mlima. Na Biblia inasema wakati Musa ameingia kwenye ule mlima kulitokea wingu. Na lile wingu likammeza Musa. Musa akapotelea kwenye wingu. Natamani leo katikati yetu wakati tunamwomba Bwana lile wingu lishuke na Mungu atuhudumie. Mungu anatamani sauti ya mtu mmoja. Mungu anatamani katika wengi ili aweze kuongea na sisi ili tupate muunganiko na tuweze kusaidia watu. Ile nguvu ilikuwa ya ajabu kwa sababu Mungu alianza kutamka kupitia Musa na Musa alete kwetu. Na leo tumepokea neno kutoka kwa Musa ambaye ni nabii wetu, ambaye ni baba yetu. Na sisi tumepata muunganiko. Na mimi nimepanda hapa na mimi naleta habari hizi. Kwa hiyo ni moja wapo ya muunganiko. Hallelujah. Unajua Mungu akituita tunaweza kuona ni kawaida. Mungu akituita tunaweza kudharau. Kumbe kuna kitu. Kwa sababu Biblia inasema Musa alivyoshuka kutoka kwenye ule mlima akiwa amebeba mbao mbili. Mbao ambazo ni agizo letu ili tuweze kumsogelea Mungu. Biblia inasema Musa alikuwa aking'aa. Lakini Musa hakujua. Kumbe tunapomtumikia Mungu tukiwa na muunganiko na yeye kuna kitu cha tofauti. Tukitembea popote tunaonekana. Ndio maana tunayo alama. Tukienda popote tunajulikana. Bwana anatembea kama mtakatifu. Bwana amevaa kama mtakatifu. Because of that power of connection. Kwa hiyo uso wa Musa ulikuwa uking'aa. Hata yeye even himself he was not knowing utukufu wa Mungu. The glory of God. Tukimwita Mungu, when we call God, tukimaanisha kwa when Mungu, we mean to God, kumbe kuna utukufu. There is a glory. Tunang'aa. There is shining. Tunasikilizwa. We hear. Watu wanaweza kukusikiliza kwa sababu ya muunganiko wa mtu na Mungu. Person and God. Hallelujah. Tunahitaji muunganiko. We need a connection. Amen. Na Musa kwa vile hakujua wale watu kupitia ule utukufu glory, waliogopa kumsogelea. na ndio maana
na mtu yoyote ulio kwenye hii madhabahu, ukijua nguvu anaotembea nayo kwani wako, huwezi kumzoea kwa sababu ya kung'aa kutoka ndani kwa uungu. Haleluya. Kuna utiishi. Ukiwa na Mungu watu hawezi kukuzoea. Ukiwa na Mungu ujinga hawezi kuja kwako. Ukiwa na Mungu hata giza litaondoka. Hakuna atakaye kusogelea because of that presence of the cloud of Jesus Christ in your life. Kwa hiyo lile wingu that cloud that will make help us to have a fear of God. Hallelujah. The power of connection. I was not even worried. That is just because it came one of the power of that one system that have been connected with. And I say this is the power of connection that our fathers speak for. And he just said in this, and I just try to meditate it because of that Mount Sinai. And I see God because there is a power that when we see to God. Hallelujah. 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 There is a connection. Oh wow. Oh wow. Hallelujah. This is good. Hallelujah. People they just stay away from Moses until Moses he was called them. Ndio maana kuna wakati, and that's why there is a time, hata mimi baba anaweza even kaona, I, my father, when he can see, there is I cannot just be kuna sana mchenga, there is a time I just run away and he just sees normal because sitaki kumzoea akiwa kwenye madhabahu, because in the altar yeye ni Mungu kwenye madhabahu, tukiwa chumbani yeye ni mume kwangu, tukitembea naye kwenye watu anaonekana ni kuhani kwa sababu nimejua namna ya muunganiko katika Kristo na ile and that the power that will work within. And how we just been with it. If it's just been in all my duties and your presence. Hallelujah. Hallelujah. If you just put, we just lack into God. He has said anything, I cannot receive because I just used to. Because if you are far with Him, there is a glory. And if He just speaks to you, you can receive. You just see people that just used to Him. They have nothing. Even their face, it does not have light. Hallelujah. Hallelujah. And I'm just used to, I'll just be normal. I fear the anointing. Hallelujah. Hallelujah. Where He just called, and when they just get close to Him. Even Moses doesn't know that his face is lighting. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akasema God said kwa sababu ya muunganiko, because of the connection. Mungu anatupa muunganiko. God give us connection kutoka kwake from Him kuja kwa mtu to us, somebody kufikisha ujumbe to give wetu. to the message. Huo ndio muunganiko. This is the connection. Akasemaje? And He said what? Akawahusia maneno yote ambayo Bwana amemwambia katika mlima Sinai. Na Musa alipokuwa amekwisha kusema nao, akatia utaji juu ya uso wake. Lakini desturi ya Musa ilikuwa alipoingia mbele za Bwana kusema naye, kuuvua huo utaji mpaka atoke. Akatoka akawaambia wana wa Israeli maneno yote aliyoambiwa. Wana wa Israeli wakauona uso wa Musa, ya kuwa ngozi ya uso wake Musa iling'aa. Naye Musa akautia utaji juu ya uso wake tena hata alipoingia kusema naye. Hallelujah. Amen. Yani tunaona we see the connection of that. It has been there with Moses and was supposed to be God because so that can give a message. And even that's why you see it. Because even Moses was just going back to Moses and he was just speaking to God. And that's why God was just speaking to him because of his message. And God was just did it. Hallelujah. The message just gives us connection. We come with God when we just used to God because we just answer us, because we just receive Him. But I'm telling you this, if you just humble yourself before God, if you mean it to God, and you'll listen to God. Hallelujah. Amen. And that's what our altar within it, when it's just been cleaned, this person will not be normal. Our altar, when we just sing to God within it, our heart, it will never be shaken. We will just love God and we will wish God and we will look unto God. Ask your uncle. You have seen me in sitting room in a few moments.
I'm not staying in the sitting room because I have a word. I have instruction. Yes. I'm supposed to. Because there is a place I'm supposed to lie. There is a place I'm supposed to speak to God. So that I will make a connection. So that I will speak to God with the altar. So the answer will answer me. I will have a God. I need God. Even Moses. We need God. Hallelujah. Waamuzi 6:11. Mungu anazungumza. God speaks. Mungu anasema. God speaks. Hallelujah. Hallelujah. Nimeipenda hii nguvu ya muunganiko. The power of connection. Hallelujah. Hallelujah. Inapendeza. Waamuzi 6:11. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra. Uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Soma kwa nguvu za Kristo. Amen. Imekuwa flat. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana wa elfu kubwa akamtokea akamwambia, Bwana wa elfu kubwa yupo pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana Mungu. Gideoni akamwambia, and Gideon believed, Bwana Mungu. Oh my Lord, ikiwa Bwana yupo pamoja nasi, ikiwa Bwana yupo pamoja nasi, is with us, mbona mambo haya yote, yametupata? Ina maana Gideon alijua ya kwamba kwa neno hili in this place there is no connection. Hatuwezi kumuona Mungu. We cannot see God. Ndio maana kwa nini? And that's why kama unasema if you say Mungu yuko pamoja nasi, yes, kwa nini mambo haya? Why these things are happening to us? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Where there is act and deed, waliotuhadithia baba zetu. Haya ndio maswali ya mtu wa Mungu. This is the question of the man of God. Kwa nini ninalia? Why I'm crying? Why I'm tortured? Kwa nini napitia haya? Why I'm facing kwa this? Nini kila siku why every day I pray? Why I'm not seeing God? This is the answers. Hallelujah. Amen. Lakini why? Mazabauni tupo. On the altar we are there. Jumanne tupo. Tuesday we are there. Alhamisi tupo. Thursday we are there. Jumapili tupo. Sunday we are there. Kwenye zamu zetu tupo. In all our duties we are there. Tunateseka. But we are just tortured. Kwa sababu hatujajua. Because we don't know the connection that we have with God. When we know the connection, we will never suffer anymore. Kwa sababu madhabahu zile tunatakiwa tujitoe. Suppose we come out ourselves, not to break the altar. Bali sisi tutoke so kwenye zile madhabahu. That's That's where we just be connected to. When we come out from that altar, we must God will must intervene there. God will must be revealed. God will see it go wrong. Because we are come out. Hallelujah. People they are dying, but the altar is still remaining. We have seen many people that are dying because the altar is remaining. The witch can die, but you can come. But his thank you, he has died. But we make amazed. There is another one alive in the same grave because there is an altar. But when we come out from that altar, God will see himself. Hallelujah. Hallelujah. We must make a connection so that God can be revealed. And Gideon was just questioning, where is the acting deed? Where our father? Where the freedoms? Where are those acting deeds? He tells God. Anasema Gideoni akamwambia, Bwana Mungu, Bwana Mungu wangu, ikiwa Bwana yupo pamoja nasi, ikiwa Bwana yuko pamoja nasi, mbona mambo hayo yote yametupata? Mbona mambo haya yote yanatupata? Yako wapi matendo ya ajabu? Yako wapi matendo ya ajabu? Waliotuhadithia baba zetu, wakisema, Je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa. Huyu Mungu ametutupa. Naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Ametutia kwenye mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama. Bwana Mungu baada ya
Musa kujielewa, baada ya Gideoni kujielewa, after Gideon understood himself, after Gideon had just speaking all these words before God and the angels of God, and he just been looking to God himself, and he just look onto. Akasema, enenda kwa uwezo wako mkuu. Enenda kwa uwezo wako mkuu. Enenda kwa uwezo wako mkuu. Kwa sababu Biblia inasema, because the Bible tells Lord, and he just look on. But behind it, and you see the angels of God, he was just appear to Gideon. This is it. This is the Lord, and he just look onto. Hallelujah. Hallelujah. We might hear the voice because of the Magdalene. But there is a time, there is a voice of the Lord. Hallelujah. Amen. Gideon, he knew that this is God. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord said, and he just looked on him, and he said, enenda kwa uwezo wako huu. Who can say, and go to your ability, ukawaokoe Israel, and save Israel, na mkono wa Midian. Je, si mimi ninayekutuma? Sasa hiyo ni sauti ya mtu. That is the voice of somebody. When we read the Bible, there's a time in the speaks word. We look, this is the voice of normal, or this is the voice of God. Even I see my God. Hallelujah. Amen. Because God says, go with the authority to say this. It is only one person, and it is God himself. And he said, go to those people. Hallelujah. Connection. Kubwa. Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli. Kwa jinsi gani? Nitawaokoaje Israeli? Tazama, jamaa zangu ndio walio masikini. Tena maskini sana katika Manase. Na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hallelujah. Hallelujah. Mungu anatupa amri. God is giving us sheria. And God is giving us a law. And God is giving us authority. And God is giving us ability. And he say go and make 1, 2, 3. And because of we going, because of the mind of human being, we don't see God as we connected and us. Hallelujah. Hallelujah. And that's where the challenge will begin. And the Gideon just been taking himself normal. If you are just taking ourselves normal, I don't say myself normal. And that's why Father says stood up. And I say I connect. I just connect. I will never silence. I will stood up. And the Lord will be revealed. We must believe. And this scripture is not ours. And this word is very hard. And it does not work. We must receive. And we must be changed. We're not supposed to sit here and we can just be a normal person. We can just be complaining. When I don't be able. Why Moses was not be able. The Lord said with him and say, go and save the Israelites. You are one son. And he said, I send you. God didn't tell him, go and so see whether you are never alone. If you want to go to see your auntie, God doesn't see your uncle. God doesn't see your auntie. God he chooses us because of the purpose. God has a purpose with you. You have the purpose of God. You are the connection of God. And everyone has been connected to God because of God himself. And so that God, he can just be seen in our life. Moses said no. I'm Java. Hallelujah. Hallelujah. We are not supposed to take ourselves normal. This verse should be our daily life. When we go instructed, we could allow ourselves. We can allow to hear the voice. Hallelujah. Hallelujah. Amen. A person took himself normal. An old woman, an old man. Hallelujah. Hallelujah. And he say, I am the one shepherd. Nachunga mbuzi wa baba mkwe. Miaka yangu 40 yote nimeishia kwa baba mkwe. Leo mimi naweza kwenda kuokoa Israeli. Kule Misri nilikotoka, kule nilikokimbia, nilikomkimbilia
ya Farao. Those are supposed to read. No, I'm not returning it. No, that's God has prepared something. God will have a way for us. And it doesn't matter where you're facing to, but there is a way when it comes from. Whether you have been blessed, now you are being blessed. When he say go, and you just go. Come tomorrow, and you just go tomorrow. Well, just obey that voice, and you God will see himself. And I was very interested. One day, when I obey God, the voice of God, he just starts to speak. Amen. Hallelujah. There is a God. I don't know able. 40 years. I just serve the sheep. I just serve the goats. I just serve the rivers. I just went to the mountain of God, and you won't send me. And the voice that's what was stammered, and you just obey. And he just God has sent to him. Hallelujah. Amen. And Moses has just been there. And God will just want him. And he's just saying, Lord, I don't see your neighbor Harun. Hallelujah. But you just be a God to him. And Harun will just be a prophet. And you are the God to your friend. You are the God to your street. You are the God to your way. You are the God every place where you're going to. You are the God. Don't take yourself normal. And he say you are the God. You just be a God. And we are the gods. What we say, it's God says. What we want, it's God want. And it doesn't just take yourself normal. When you take yourself normal, from now on, go ahead. We must fulfill. Whether it's just a woman says, don't just take my journey. Hallelujah. The power of connection. That makes deep. Hallelujah. Hallelujah. We must need a direction. Hallelujah. Hallelujah. How can we be saved? And God is just instructed. And we just what we need to do. It's God. It's God. What we can do. But how can I do it? Connect yourself. God will just give instruction. Gideon says, I myself, because the place where we come from, because I'm the last child, the place where I just come with the Manasseh, we cannot understand these things. How can you say I to go? Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga wa Midian katika mtu mmoja. Hallelujah. Kama mtu mmoja. Bwana akamwambia, wewe utakwenda na utawapiga wale watu kama mtu mmoja. Hallelujah. Amen. Naye akamwambia, na yeye akamjibu, kama nimepata kibali mbele za macho yako. Kama nimepata kibali mbele za macho yako. Maana kibali, because favor is what it speaks. Ukiwa na kibali, if you have favor, hata kwa rais even it's ukiwa na kibali, if you have favor, popote unapenda. Ukiwa na kibali, kila saa unatajwa madhabahu. Ukiwa na kibali, watu watakupa vitu. You never suffer, because if I receive a favor before you, anasema kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie. Weka koma. Amen. Kama nimepata kibali, if I get favor, unionyeshe ishara. Show me the sign. Tunahitaji ishara. We need a sign. Musa akamwambia Mungu, Moses asked God, if truly you send me, I need a sign. And God says, what you have in your hand? And he said, I have a staff. And he said, drop that staff. And when he put that staff, and the staff just turned to snake. And he just feared. And he just go back. And God said, take that staff. And you go back to different stuff. Amen. Show me the sign. Everything in the Bible, it has A and has B. Whether it's happening here, it will happen here. Hallelujah. Hallelujah. I was just trying to thought in the, when I thought number 7, iko sehemu nyingi. It has many places. Hallelujah. Hallelujah. Nikaona. And I saw. Joshua aliwaambia watu. And Joshua told people, don't go 7 times. And 7 days. And scream. Mungu atashuka. And God will come. And the wall will fall 7 times. Hallelujah. Hallelujah. Nikaja nikawaza. And I just thought. Number 7. Number 7. Ilikuwa wapi? It was where? Hallelujah. Hallelujah. Yani hivi vitu
But these things, it should just go in the spirit. And Elijah go onto the mountain. So the mountain to the men to come. He was supposed to be in the altar. First time, there was nothing. He come to the church. First time, the connection is just to hear the voice with the prophet, to speak to the altar. When you just speak, God starts to connect with you. And you start to wait. Second time. And he says, come to the Sunday. There is something God will just into you. If you come to the second time, it is the sign of obedience before the Lord. God will start to see. And there's nothing happening. But the second time, and he says again, go and look. I am on the altar. And go to the. But the first time, he does not give up. You can give up the Father. Even I would not be here. Even these people, there are many. But there are people that cannot preach. That's the way we preach. This is the gospel of preaching nations. Because of you. You are the nation. You are the army. You are the people God chooses you. He says, go to those who choose you to. You just tell them the nations and God will be seen. So you are the many. We are God and He loves us. Even we are two. The gospel is this. It will never come out. All the nations just be changed. May the God may be changing. Hallelujah. What do we do? 5 times. There is nothing. 6 times. You can just even broke yourself. But the 7th time, the sign of the people to hear is the hand of the Lord, and that is upon us. And there is a cloud that will come to the mountain Sinai. Even that's what the God is. That's the place where God is just given instruction. This is the place where God is being revealed. This is on the Mount of Sinai, where we see this. This is where they see. This is the place where the connection. This is the place where the heavens door. I don't know. This is the place where God is. God will put your place where you can sleep or slumber. You cannot see money. You can't see no hope. You will have no cause to change. But the way you have just obeyed to God, you are there close. And God showed the vision. And the malaika wanapanda wanashuka. Amina. Come down. You know what's happening? There is the door of heaven. It's God who just connection. Hallelujah. Amina. Hapa ndio papa kuweka agano. This is the place to put a covenant. When I come ukinipeleka safari when you send me to my journey, I will prosper. I will come here to take the altar. Because on take this altar, so that the Lord to do the connection over your life. We need a you cannot receive anything from God. Hallelujah. Amen. And Gideon just after connection before the Lord. Hallelujah. Amen. There is a connection. Hallelujah. Amen. Gideon and Gideon just connected himself with God in the altar. Hallelujah. Hallelujah. Haikutosha. It doesn't finish where we just born again, where we look unto God, and God will be looking to our life, and that's how we just make enemies. Hallelujah. Hallelujah. Anasema akaiita jina lake Yehova Shalom. Hata hivi leo iko huko katika Ofra ya Waabiezeri. Ikawa usiku huo huo. Sikiliza kwa makini. Ameshajenga madhabahu. Madhabahu ya wokovu ina gharama. Usizani umemaliza. Yani kuokoka kwako sio mwisho. To be born again is not your end. Kubatizwa kwako sio. To be baptism is not your end. Bado Mungu anataka connection. God will still need a connection. Hallelujah. Hallelujah. Bado Mungu. But also God. Anaongea naye. He still speak. Anamwambiaje? Ikawa usiku huo huo. Bwana wa elfu kubwa akamwambia. Mungu mwenyewe akamwambia. God himself says. Mtwae ng'ombe wa baba yako. Pamoja na umeniona, lakini bado mtwae ng'ombe wa baba yako. Yaani ng'ombe wa pili. Ili connection iwepo. So that the connection may be there. We need an offering. Tunahitaji damu. We need a blood. Ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako
yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu naye, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ng'ombe hii. Haleluya. Hallelujah. Sasa nikuulize swali. Let me ask you a question. Ningelikuwa mimi, if I was Mungu ameshaonekana, I would see God has been already. Kwa hiyo nakula na kunywa, and I will just eat and drink, and I will just sleep. Najua Mungu yuko upande wangu. I know God is in my side. Tayari amesema ameshanishindia vita. Tayari amesema hata nikishindana mimi nitashinda. Naangaikia nini? And what have we struggled for? Hatujamaliza. We are not. Hallelujah. Amen. Anamwambia baada ya kujenga lazima uende tena kwenye ile madhabahu kijijini kwenu kwa ajili ya kubomoa hiyo roho ya utasa, hiyo roho ya mangaiko, hiyo roho ya umaskini, hiyo roho ya kutangatanga, hiyo roho ya kuwa mausgeri kwenye nyumba za watu. Lazima ukaibomoe baada ya kumpata Mungu. Hallelujah. Amen. Bado Mungu anataka if God wants for him to be appeared, kuna vitu lazima vivunjike ili Mungu ajidhihirishe. So that God to be appeared. Hallelujah. Amen. Baada tu ya kumpata Mungu, anaachilia ile nguvu ya kuweza kuua vinavyoinuka juu yako, ya kuweza kuangamiza vinavyojitokeza kwako, ya kuweza kusimama na kusema pepo toka, bila uoga, bila aibu, mbele za watu. Mungu anakupa macho ya kuondoa hofu, ya kuondoa uoga. Ndio maana tunaweza kusema pepo toka na likatoka, kwa sababu tumepewa nguvu, tumepewa mamlaka, tumepewa uwezo, tayari tunao. Tunatakiwa tuingie sasa kazini. Haleluya. Amina kubwa. Kwenu kuna madhabahu zimejengwa makaburini. It has been built in the barrenness. Haleluya. Hallelujah. Kuna watu walitolewa damu zisizo na hatia. Those have never been in your family. Kuna watu walifanya uchawi juu ya ardhi, over the land. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza ukapata misukosuko you can get all the challenge. Unaweza ukapata misukosuko kwenye basi. Ukiwa kwenye basi, ukumbuki chochote cha kwako, lakini ukishuka utatazama begi langu liko wapi, pochi yangu iko wapi. Hallelujah. Hallelujah. Lakini hatumkumbuki Mungu. But we don't remember God. Tunapoanza safari, when we start the journey, hatuombi kumaanisha. We don't pray to many. Katikati ya misukosuko, in the midst of challenge, ndio unasema uko wapi? And you say, where are you, Mungu wa Elia? Hallelujah. Amen. Uko wapi? Where are you? Hallelujah. Hallelujah. Elewa. Hallelujah. Amen. Uko katikati ya bahari. Whether you are in the midst of the ocean, meli inasukwasukwa, the ship is just been in trouble. Yani siku tumeenda Zanzibar, where we just go to Zanzibar the first time, kwenye harusi ya binti yangu, in the wedding of my daughter. Hallelujah. Hallelujah. Ndipo nikajua kumbe, and that's where I know that the sea doesn't have jobs. Yani kola iliruka. That the collars just shift. Wenzetu wamekaa wanalala kabisa usingizi. Yani nikaanza kuona mabadiliko, hata tukienda mbali sana. Even we don't go far. Sasa nikawaza, and I will thought, kama hapa tu tumeanza hivi mpaka nifike, until we reach there, I'll just be there. Hallelujah. Hallelujah. Hatujawahi kupanda boti. We have never got to the boat. Niko mimi, marehemu dadangu, and the late sister, na dadangu and my other's big sister. We are in the boat. Tunaenda Zanzibar kwenye harusi. We are just in the Zanzibar. Unafikiri tulikumbuka tuna nini kwenye boti? What we have in the boat. Kwani nilikumbuka Mungu ni nani? You know what to remember God who is God. Yes. Jesus. Oh, Jesus. Yes. Oh, Jesus. Wewe tusaidie mambo. Tuvae kabisa. Oh, tusizame. Wenzetu wamelala usingizi. People the other they are sleeping. Hallelujah. Amen. Yani tumefika. We are reached there. Kwanza mbele katikati. Until the head of the midst of it. Mara ya kwanza. In the first time. Uoni huku. We don't see a head. We don't see the head. Yafa kukaa kweusi. In the midst we just found dark. Nikasema hivi. And I was say this. Ningepanda ndege. And I was just come to the plane. Hallelujah. Lakini bado kwenye ndege. But also in the plane. Kuna siku tuko na baba. Imeda ni mchanga. In the middle it was just. Kuna msukosuko there was a challenge that happened in the head of it. Ndege inashuka. And the plane just come. Ina
tunaambiwa sorry, tunatangaziwa pale lugha za kwenye ndege, hata kama mmegombana, hata kama ule ukanda sio ndugu yako, unajikuta mmegana, yani afbadendo mnashana. Hallelujah. Amen. Mimi nakwambia, I'm telling you, tuombe kabla misukosuko haijaja. Amina kubwa. Tujiconnect. Let us connect. Hallelujah. Amen. Muunganiko na Mungu. Connection with God. Una faida sana. Amina kubwa. Kabla tujaanza safari, zungumza na Mungu. Omba kwa sauti. Hebu nikuulize swali. Let me ask you a question. Uko kwenye basi. You are in the bus. Basi linapotea. And the bus will just disappear. Hallelujah. Amina. Tusimkose Mungu. Amina kubwa. Gideon, pamoja na kwamba out of all, amemsikia Mungu, he heard God, amejenga madhabahu, he built the altar, bado Mungu akamwambia nenda, it was telling him kwenye madhabahu ya baba yako, to the out of your father, ukakate yale maashera, and break all the kukata maashera, to break all ya baba yako, of your father, mti ulioota miaka yote, and all the trees mmezaliwa mmeukuta, wewe ukaubomoe, sema ambapo watu wanaabudia usiku, saa 8 za usiku, wanaweka mambo yao, vilenga vyao usiku, wewe ukabomoe, unafikiri unatakiwa wewe wa kawaida, lazima uwe na connection. You must have a connection. Ilikuwa ni gharama. It was just a price. Kangoe and break them. Mahali watu wanaabudu Mungu wao, uingie pale, you go there, ukabadilisha utaratibu, change all the instructions. Kama Yesu alivyosimama akasema, roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa, amenituma kuwatoa wafungwa vifungo vyao, amenituma kuwaganga waliovunjika moyo, amenituma. Mina. Alipomaliza, when he finished, watu wakaanza kusikia hasira. Unapomwabudu Mungu, kuna watu wanakasirika. Unavyokuja kanisani, kuna watu unawakera. Unavyosema Mungu anaweza, kuna watu wanakungonga. Wewe usiwaangalie. Amen. Amina kubwa. Waliposhuka pale, when they finished, kwenye madhabahu, akasema mambo haya yametimika leo katika Israeli. In your own sign. Wakang'ata meno yao, akasema akasema nabii akubariki kwa. Hallelujah. Amina kubwa. Wakamchukua, wakamtupa. Watakutupa, lakini ukiwa na muunganiko na Mungu, Mungu atakuokota. Yesu aliinuka kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu aliinuka kwa sababu ya muunganiko na baba yake. Na sisi huyo ni baba yetu. Tukiungana naye, tutajenga unity, tutajenga umoja, tutajenga ushirika, tutakuwa watu wapendao na Bwana. Hatutasweti. Tukimwita Bwana kidogo, nguvu zitashuka katikati yetu. Watu watamuona Bwana. Shuhuda zitakuwa ni nyingi mno. Madhabahu itakuwa na raha. Hallelujah. Na mtu akitoka hapa anashangilia, anasikia raha. Mina. Kwa sababu kuna muunganiko. Mina kubwa sana. Hallelujah. Hallelujah. Kuna muunganiko. Hallelujah. Amen. Akamwambia ukakate yale maashera. Lakini baada ya kukata, usipaache hivyo. Leo watu wengi tukishang'oa, tukishaharibu, tukishateketeza, tukishaangamiza, tunasahau, tunaendelea kukana familia. Mama Mbale ameshakuja na matunda, ameshakuja na mavitu kwenye friji. Baba yangu yule anavyojua kukuangalia. Valentine wao wanaangalia wazazi. Amen. Hallelujah. Amen. Wameshaweka maisha, wamewapa wazazi wao. Wazazi wanasikia raha, wanasahau kwamba bado tuna kazi juu yake. Tunatakiwa tuendelee kukomaa, tunatakiwa tuendelee kuvunja. Adui asijipenyeze. Adui ana nafasi ndogo sana kwenye maisha yetu. Tukijisahau tu ndipo anapopitisha mambo yake. Hallelujah. Kuna vitu unamkumbuka unapojenga, unapobomoa zile vitu, lazima ukumbuke kupanda. Yes. Hallelujah. Amen. Akamwambia ukishang'oa, jenga madhabahu.
Haleluya. Amina. Ukishajenga ile madhabahu ya Kristo kwenye ukoo wenu, ukiondoka, hata wale wakija wakakosa mahali pao hapapo tena, watakutafuta lakini hawatakuona. Mungu atatafuta njia. Wale wazazi wako ndio watakao kutamkia. Watasema, Bwana, kama ingelikuwa ni yeye, mbona huyo Mungu tuliokuwa tunamwabudu hapa si angelimuua kwanza? Kwa nini tumtafute kwa akili zetu? Kwa nini tusimuite huyu Mungu wa Baali ili akamshughulikia Gideoni mwanangu? Siwezi kwenda. Tumuite huyo Mungu. Naomba Mungu kwenye ukoo wenu wakushindwe kabisa, kwa sababu tuko kwenye madhabahu sahihi. Haleluya. Tunaye Mungu. We have God. Haleluya. Amen. Connection. Akamwambia, and he says, ukishaingoa ile miashera, if you just uproot that ashera, kisha jenga. If you build. Hebu soma hapo ili kuna mtu hapo anielewe Magdalena na ni wajina wangu. Amen. Mstari wa 26. Ukamjengee Bwana Mungu, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii. Kwa taratibu zake. Kwa taratibu zake. Madhabahu haijengwi tu. Madhabahu inajengwa kwa utaratibu. Na kuna taratibu za kujenga madhabahu. Na mnazo. And you have it. Katika kipato chako. In your money account. Moja ya 10 ni ya Mungu. 1/10 of it. Ukija kanisani, if you come to church, Biblia imesema usije mikono mitupu. The Bible tells don't come empty-handed. Unapokuja kanisani, if you come to the church, usije kama unakuja kwa don't come like you just come to church. Njoo muabudu Mungu wa Israeli, Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Ukiambiwa imba, abudu, hebu nyosha mikono, sema Bwana, mdomo wangu ni mdomo wako, ulinipa mimi ili nikuabudu. Muabudu Bwana kwa mikono yako, muabudu Bwana kwa kila kitu. Hata Mungu mwenyewe akasema, niabudini kwa matoashi, niabudini kwa zeze, niabudini kwa matari, niabudini kwa nyimbo na shangwe. Ingieni nyumbani kwangu ikiwa na shukrani. Hakuna kuja mbele za Bwana bila chochote. Hata shukrani hauna, hata ushuhuda hauna. Haleluya. Lakini bado Mungu ni Mungu. Bado Mungu anasema, connection yangu mimi na Mariamu na Martha ni muunganiko wa Yohana kaburini. Nikamfufua kwa sababu ya muunganiko. Mmenitumikia mimi, lazima nitende kitu. Huyu amekufa, mmemwona ananuka, mmemwona anaoza, lakini mimi ndimi huo ufufuo. Nitamwamsha. Tukijikonnect na huyu ambaye ni ufufuo, hatutakufa. Anasema mtaonja mauti. Haleluya. Amen. Tunakuwa tumekufa, tunaamini kufa kwa sababu hatujamjua. Tukimjua, haleluya. Amen. Yani tutafurahi. We will celebrate. Napenda kuhubiri. I love to. Amen. Kwa hiyo kwa vile napenda, just because I love, I can forget the time. Mimi napenda. I love. Nawaambia napenda. Amen. Haleluya. Amina. Natamani mpende. Amina. Kazi ni nzuri. Amen. Ukimchagua Mungu, umechagua fungu jipya. Haleluya. Amen. Tunaondoka na ushindi. We are going with the wind. Tusimame kwa miguu. Let us stand on our feet. Nilipopiga simu, when I clicked call, yani ujue, you know, ni nguvu ya muunganiko. It's the power of connection. Hallelujah. Hallelujah. I don't know what I can tell you. Hallelujah. Ni utayari kabisa. Nyosha mikono juu. Amen. Nataka tuvunje baadhi ya madhabahu. I want you can break some of the altar for the few minutes. Nguvu ya muunganiko. The power of connection. Naomba kila mtu, I wish everybody, hebu fanya muunganiko uko, to make a connection where you are. Waunganishe wengine, connect others to the presence of God. Mbona wewe unafurahia? Why are you celebrating? Mbona tuone uliyemleta? We have not seen someone you brought him. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sasa, now, tunaposema ni nguvu ya muunganiko, when we say the power of connection, tunaposema ni nguvu ya muunganiko, when we say the power of connection, kwa nini tunaposema tuingie mbele za Bwana, when we say we go to the Lord, to break, wewe unaweza tu kwa jina la Yesu, in the name of Jesus, demon come out, disconnect, I disconnect na madhabahu ya with the altar of pain, pepo, oh demon, achia familia yetu, demon leave our family,
And the dim sickness. And the others, they were just fighting. You will never come out. You will never come out. We are the connection of God. Do it in diligence. I myself, I'm the one I'm doing. I'm doing it with strength. Because I give myself. If you just doing slowly, even myself will just be weak. Come see Sema Bwana Yesu, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Wewe ni Mungu unayetenda haki kwenye maisha yetu. Tunasema asante. Tupo hapa. Tunakwenda kinyume na kila roho zote, roho za madhabahu ambazo tumeunganishwa, madhabahu za giza. Tunatoka huko katika jina la Yesu. Tangu walitunganisha kupitia miili yetu, kupitia majina yetu, kupitia fedha zetu, leo tunatoka kwa jina la Yesu. Tunajivua kwenye hizo madhabahu, tunajivua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunavunja kila nguvu ya muunganiko tuliounganishwa kwenye hizo makaburi, makaburi ya kushetani, makaburi ya kichawi yaliyotupeleka majina yetu, yaliyotuunganisha madhabahu. Kwa jina la Yesu tunaunganisha na watu. Kwa jina la Yesu leo tunatoka kwa jina la Yesu. Hiyo madhabahu ya giza iliyotuunganishwa nayo, kwa jina la Yesu tunatoka huko kwenye hizo nguvu za maskini tulizounganishwa nazo kwenye madhabahu za ukoo. Kwa jina la Yesu leo tunatoka kwenye madhabahu tulizounganishwa, madhabahu za giza. Leo tunatoka madhabahu za magonjwa. Leo tunatoka kwenye kansa. Leo tunatoka kwenye kansa. Leo tunatoka kwenye sukari. Leo tunatoka kwa jina la Yesu. Leo pressure tulizounganishwa nazo kwenye hizo madhabahu za ukoo, kwa jina la Yesu leo tunatoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunajikomboa kwa damu ya Yesu, tunajitoa kwenye damu ya Yesu, kwenye damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila nilicholishwa kwenye madhabahu zao, madhabahu za ukoo wetu, nililishwa kwenye toko siu madhabahu zao. Nimekula vyakula vya kichawi, vyakula vya kushindwa. Kwa jina la Yesu leo tunatoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kilicholishwa kwenye madhabahu leo kikatoke kwa jina la Yesu. Paza sauti yako, omba, amuru kianze kutoka. Paza sauti yako, kohoa mara 3 kitoke. Kohoa mara 3 kitoke. Kohoa mara 3 kitoke. Amuru, paza sauti yako, amuru kila ulicholishwa kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maagano, iwe kwenye madhabahu yao, njia za usiku ulilishwa ukiwa umepumzisha mwili wako kwa njia za ndoto, wakakulisha yamvina vyakula vyao kwenye madhabahu zao. Kohoa. Hii ni lugha tu ya Kiswahili. Sio kutoa hewa, kohoa. Kuna kutoa hewa na kukohoa. Kohoa
Maanisha ili kila ulicholishwa kwa njia ya ndoto kitoke. Kila ulicholishwa kwenye koo. Kila kilichoko kwenye koo. Kwa jina la Yesu. Leo kikatoke. Leo kikatoke. Kwa jina la Yesu. Uo ulimi mzito. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kilichokaa kwenye hicho kinywa. Unashindwa kuona. Unashindwa kuabudu. Unashindwa kumsifu Mungu. Kwa jina la Yesu. Achia. Achia. Come out. Come out. They can worship God in the name of Jesus. Nyosha mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Mshukuru Mungu kwa kinywa chako. Mshukuru Mungu. Mwambie Bwana asante. Lord, thank you. Kwa wema na fadhili zake alizonitende mimi Bwana. Nimrudishie nini Bwana? Wema na fadhili zake alizonitendea mimi. Baba yetu na Mungu wetu, our Father, tunasema asante. We say thank you. We say thank you. Thank you for yours. Nimrudishie nini